Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati ya mwaka wa fedha 2026/2027. Waniafrika waseme ndio, wasiafrika waseme sio. Wale Afrika wameshinda. Kwa sasa bajeti ya Wizara ya Nishati imepita kwa kishindo. Nichukue nafasi hii kushukuru sana waziri na naibu na watendaji wenu. Lakini bado kuna changamoto ya nishati safi vijijini, na changamoto hii kuna baadhi vitu vinajitokeza. Kwanza, wanaona ni gharama, lakini pili, kurefill mitungi ile ni shida sana kwao. Lakini gharama kubwa tunaipata ni mazingira. Jana nilikutana na mkurugenzi mkuu wa Oryx, alikuja ofisini kwangu, tukajenga sana hii hoja, na akataka kuunganishwa na mkurugenzi mkuu wa National Housing ambaye nimefanya leo, tumeunganisha, na sasa wana mkakati wa kuweka piping za gesi kwenye kila nyumba National Housing, miji yote mikubwa Tanzania. Faida itakayopatikana hapo, wata cross subsidy kupeleka vijijini na kupunguza zaidi gesi na kuunga mkono jitihada za nishati salama na safi ya Mheshimiwa Rais Samia. Kwa hiyo ndio mkakati ambao wanakwenda nao sasa, na hii tuomba wizara mshirikiane vizuri pamoja na wahusika, na hii inafanywa na private sector, wala serikali mnaje kuinvolve jambo lote kwenye pesa zenu. Ni kuunga mkono jitihada za 2050 kwa private sector iweze kuchangia 70% ya vision ya 2050. Wanaanza Oryx na makampuni mengine ya gesi ambayo yako nchini ambayo wataweza nao kushirikiana nao kuhakikisha miji yote mikubwa, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Arusha, Kilimanjaro, ili miji hii ipumue, iepukane na matumizi ya mkaa ambayo inaharibu mazingira ya taifa letu. Nawapongeza wabunge kwa michango mizuri sana. Mmeonyesha uwezo wenu, weledi na kuelewa vizuri mahitaji na mpango kabambe wa serikali kuhakikisha kwa taifa letu bila umeme hatuwezi kuvuka 2050. Baada ya maneno haya, nashukuru tena wote watendaji, katibu mkuu na wataalamu wako, watu wa TPDC. Kwa kweli mmetufurahisha kwa namna mnavyofanya kazi kwa pamoja na kwa utiifu na uzalendo.